Katika saikolojia ya ushawishi kuna mbinu inayoitwa tactical silence, yani ukimya wa kimkakati. Ukijua kuitumia mbinu hii vizuri, watu watakuona kwa heshima na hata kukuogopa. Sasa leo nitakuonesha jinsi ya kuitumia mbinu hii kwa usahihi ili kuletea matokeo mazuri maishani mwako. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elkan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kuna mbinu 4 ambazo zinaweza kukusaidia kuitumia hii kanuni ya tactical silence, yani ukimya wa kimkakati, na zikakuletea matokeo mazuri katika maisha yako. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa nguvu ya the pause, yani nguvu ya kukaa kimya kidogo. Sasa kuna mambo matatu ambayo unaweza ukayatumia ili uweze kuapply nguvu ya the pause, yani nguvu ya kukaa kimya kidogo. Sasa jambo la kwanza kabisa, pause kabla ya kujibu, yani kaa kimya kabla ya kujibu. Hii tunaita the response pause. Sasa unajua watu wengi huwa wanakosea. Mara nyingi anapoulizwa swali huwa anajibu haraka. Hiyo huwa inaonyesha hauna emotional control, yani huwezi kujidhibiti, na mara nyingi huwa ni dalili ya hofu kisaikolojia. Lakini kwa mtu ambaye anaulizwa swali anakaa kidogo alafu ndo anajibu, inaonyesha kwamba huyo mtu anafikiria kile anachokisema. Kwa hii kuitumia vizuri, unapoulizwa swali kaa kimya kidogo hata sekunde 3 hadi 5, alafu jibu ambalo umeulizwa. Hiyo itaonyesha kwa ule mtu aliyekuuliza swali kwamba kile kitu kwanza unakifikiria, na jibu utakaolitoa litaleta mguso na uzito mkubwa kwa yule ambaye anakusikiliza. Lakini mbinu ya pili ni pause ya katikati ya maelezo. Hii tunaiita the emphasis pause. Sasa hii inakuwaje? Unapokuwa unaongea na mtu au hata kwenye mkutano au sehemu yote, ukitaka pointi zako au maelezo yako watu wasikilize vizuri, unapokuwa unaongea jambo fulani ambalo unahitaji kuliwekea msisitizo, kaa kimya kidogo. Yani kwa mfano unasema jambo hili ni la muhimu sana, kaa kimya hata sekunde 3 hadi 4 au hata 5, alafu uendelee kuongea. Lile neno ulilolisema litaingia ndani kwenye akili za watu kwa sababu umelekea msisitizo. Mara nyingi ukiwa unaongea bila kupumzika, yale mambo ambayo unaongea watu hawawezi kuyasikiliza vizuri. Lakini unapoongea afu kupumzika kidogo, lile neno litakuwa kama umeliwekea msisitizo na litaingia kwenye akili za watu na watu watalifikiria vizuri. Kwa mfano, ukitaka mtu aliwekee msisitizo neno unalolisema, ongea alafu kaa kimya kidogo hata sekunde 3 hadi 5. Na sekunde hizo kuzihesabu ni rahisi, unaweza kuhesabu moyoni kama 1, 2, 3, alafu ndio ukaongea jambo jingine. Lile neno ulilolisema litakuwa na msisitizo mkubwa sana kwa watu wanaokusikiliza. Lakini kanuni ya 3 ni the pause ya kudai maelezo. Hii tunaita the investigation pause. Sasa ukitaka kwa mfano mtu akuelezee vitu ambavyo hata kuwa hana mpango wa kuelezea, unapokuwa umemuuliza swali, kaa kimya kidogo, kwa sababu sisi binadamu kisaikolojia huwa hatupendi ukimya usiwe na maelezo, tunaita awkward silence. Kwa unapokuwa unaongea na mtu alafu kaona kama kuna baadhi ya detail hajakwambia, kaa kimya kidogo. Alafu kwa sababu sisi binadamu huwa hatupendi ukimya usio na maelezo, ataongea zaidi ili kufidishia hilo gap la ukimya ambao umetokea. Kwa mfano labda kuna swali nataka kumuuliza, labda jana ulikuwa wapi? Kaa kimya. Utaanza kuona anaanza kujitetea, nilikuwa huku na huku. Utaanza kujua vitu vingi zaidi kuliko kuongea bila hata kumsikiliza. Kwa hiyo hizi mbinu 3 unaweza kuzitumia katika nguvu ya the pause, ambayo ni nguvu ya kukaa kimya kidogo. Sasa kwa nini hii the pause inafanya watu wa kuogope na kuheshimu? Jambo la kwanza kabisa, inaonyesha udhibiti wa hisia, yani emotional control. Kama nilivyosema awali, unapokuwa unaongea na mtu afu ghafla ukajibu kwa haraka, inaonyesha kwamba wewe huna udhibiti wa hisia, yani emotional control. Lakini mtu yule anayekaa kimya, kwanza anaonekana anafikiria anachokisema, na hata anachokiongea kinaonekana kina uzito kwa sababu amefikiria. Lakini yule mtu ambaye anaongea kwa haraka, kwanza anaonekana kisaikolojia kuwa ana hofu, kwa sababu mtu yote ambaye anaongea papo kwa papo tayari inakuwa ni ishara kwamba ana hofu na anahitaji kumaliza kile ambacho anakiongea, manake hana uhakika na kile ambacho anakisema. Lakini jambo jingine, inajenga fumbo, tunaita mystery. Unapokuwa umekaa kimya, huongei haraka, usipokuwa na maelezo mengi, kwanza watu watashindwa kukutabiri, yani kujua unachokifikiria, lakini pia watu watashindwa kujua baadhi ya vitu ambavyo unaviwazia, na hiyo itakutengenezea fumbo kwa watu, kwa sababu unapokuwa unaongea sana na usipokuwa unakaa kimya, watu watajua vitu vingi sana kuhusu wewe. Lakini unapokuwa unakaa kimya, watu watakuwa hawajui baadhi ya vitu na hawataweza kujua
wewe unawaza nini na unafikiria nini. Kwa hiyo itakutengenezea fumbo katika akili za watu. Lakini pia inapunguza makosa. Unapokuwa unaongea kwa haraka bila kufikiria, upumziki, unajikuta unaongea vitu ambavyo hata ukipanga kuongea. Na watu wengi wanakosea sana, wanakuja kujilaumu baadaye kwa sababu wameongea vitu ambavyo hata mwanzo hawakufikiria kuvisema. Sasa njia nzuri ni kukaa kimya. Unapokaa kimya, kwanza unatengeneza udhibiti wa kihisia, lakini pia una control mazingira. Na njia nzuri ya kutumia mbinu hii, unapokuwa umekaa kimya, muangalie mtu machoni. Hapo unakuwa unaondoa ile nguvu ya yule mtu anayekuuliza, unaihamishia kwako, na ukishahamishia kwako tayari yule mtu atakuwa anakusikiza kwa makini zaidi. Kwa hiyo hii nguvu ya ukimya inaweza kukusaidia sana endapo utaitumia vizuri, lakini ukikosea ukaanza kuwa unaongea zaidi, utajikuta unatoa hata siri ambazo kupanga hata mwanzo kuzisema. Sasa mbinu ya pili inaitwa acha wengine wajielezee kupita kiasi. Hii tunaita the over explanation trap. Sasa jinsi ya kuitumia mbinu hii, jambo la kwanza kabisa, sikiliza kwa 80% na ongea kwa 20%. Unajua watu wengi waga wanakosea, anapokuwa anaongea na mtu huwa hasikilizi kwa umakini. Sasa hii mbinu ukitaka ifanye kazi, msikilize mtu na usimkatize, na hata kama akimaliza kuongea usikimbilie kuongea maneno, kwa sababu kwenye maongezi yake anapokuwa anaongea, watu wengi huwa wanapokuwa wanajielezea wanaongea siri zao, mipango yao na hata vitu vyao ambavyo hata hawakupanga kuvisema. Sasa unapomkatiza hutajua vitu vingi zaidi, lakini unapokuwa unamsikiliza na kumpa muda, kwa mfano labda kwenye simu kwa sababu hamuonani, unaweza ukakaa kimya kidogo, lakini kama mnaonana, kaa kimya kwa sekunde chache afu muangalie machoni. Hapo utamtengenezea mazingira yeye kuendelea kuongea zaidi, kwa sababu atakuwa mpata shinikizo kwamba aidha hujamuelewa au kuna vitu fulani labda unamwazia. Kwa hilo gap, kwa sababu si binadamu hatupendi ukimya usio na maelezo, yani awkward silence, ataendelea kuongea zaidi na wewe utapata taarifa zake nyingi zaidi. Lakini mbinu ya pili ni mtikiso wa kichwa, tunaita the nod. Kwa mfano ukitaka kupata maelezo ya mtu mengi zaidi, baada ya kumwambia endelea au sawa, unachotakiwa kufanya, tikisa kichwa. Kisaikolojia unakuwa umeasili ubongo wake, ataona kwamba yale maelezo ambayo anaongea bado hayajatoshea na wewe hujaelewa vizuri, kwa ataendelea kuongea zaidi na wewe utapata taarifa nyingi sana kumhusu huyo mtu. Kwa hiyo nodding ni ile kutikisa kichwa kama unakubali. Kwa hiyo unapokuwa unaongea na mtu usimwambie endelea, wewe tikisa tu kichwa, ataendelea kuongea zaidi. Lakini mbinu nyingine ni kutumia macho ambayo tunaita eye contact. Lakini sasa hii itumie kwa makini, usimwangalie mtu machoni kupita kiasi mpaka akagundua kwamba unamchezea akili. Muangalie machoni kwa muda maalum, yani sio sana kiasi. Hiyo utamfanya yule mtu aanze kuwaza kwamba huyu mtu ninachokiongea amekielewa au bado. Kwa hiyo itamtengenezea shinikizo aendelee kuongea zaidi, na ile shinikizo ndio itamfanya aendelee kuongea zaidi ili wewe umuelewe. Kwa hiyo utajikuta yule mtu ambaye unaongea naye anaongea zaidi kuliko kawaida. Sasa kwa nini mbinu hii inajenga heshima na hofu? Jambo la kwanza kabisa, unapata taarifa nyingi ambayo tunaita information leverage. Unajua unapokuwa unaongea na mtu afu ukawa unamsikiza zaidi, akawa anakuelezea mambo mengi, kwa sababu watu wengi waga wanaongea mipango yao, siri zao, utakuwa na taarifa zake nyingi zaidi. Na ukishakuwa na taarifa nyingi zaidi, unaweza kujua sana namna gani ya kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano labda umejua labda mpango ambao sio mzuri, maana yake utajua namna gani ya kumdhibiti. Lakini ukiwa unaongea zaidi, wewe ndio utakuwa umeingia kwenye mtego wake. Jifunze sana sanaa ya kumsikiliza mtu. Hii tunaita active listening. Mwangalie machoni kiasi, lakini pia usiwe mwepesi wa kujibu haraka. Jifunze kupumzika kwanza kumsikiliza mtu. Lakini pia jambo la pili, inaondoa uwezekano wa kujikanyaga. Watu wengi huwa wanakuja kujilaumu baadaye kwa sababu ya kuongea vitu ambavyo wamekurupuka. Lakini unapokuwa umekaa kimya unamsikiliza mtu, huwezi ukaongea mambo ambayo baadaye utakuja kujutia. Lakini ukikaa kimya utapata taarifa nyingi za huyo mtu, na wewe huwezi tena kuja kukosa au kufanya kosa la kuongea vitu ambavyo hata mwanzo kupanga kuvisema. Lakini pia inakufanya uwe unpredictable. Sasa hii ndio inatengeneza hofu kwa watu, kwa sababu unapokuwa umekaa kimya hauongei sana, kwanza watu wanaanza kufikiria kwamba huyu mtu kanielewa, huyu mtu ananikubali au ananidharau. Kwa ile hali itawafanya wale watu wanaongea na wewe wawe makini na wewe, kwa sababu wanakuwa hawajui wewe unatabilikaje. Kwa hiyo itawafanya wakuone wewe ni mtu wa heshima zaidi, na
watakuwa na hofu na wewe, na watapokuwa karibu na wewe watakuwa makini zaidi kuongea na wewe, kwa sababu wanakuwa wanahisi aidha labda unagundua uongo wao, au atakuwa anajihisi kwamba umemkubali au umemwelewa. Kwa hiyo itawatengenezea hofu na watakuwa makini zaidi na wewe. Sasa kwa mfano kwenye biashara umeenda kuulizia kitu, muuzaji akakwambia hili shati ni 200,000. Kaa kimya kidogo, alafu mtazame ule muuzaji machoni bila kusema kitu chochote. Utaanza kumtengenezea shinikizo, ataanza lakini nitaweza kupunguzia, lakini kama unachukua leo nitakushushia bei. Hapo tayari utaanza kuona mbinu hii inavyofanya kazi, kwa sababu si binadamu huwa hatupendi ukimya usio na maelezo. Hii mbinu unaweza kuitumia sehemu yoyote, ila cha kuzingatia usiwe mtu ambaye unaongea zaidi kuliko kusikiliza. Jifunze kusikiliza zaidi kuliko kuongea zaidi, na utaona matokeo makubwa zaidi ya hii mbinu ya tactical silence. Sasa mbinu ya tatu inaitwa ukimya kama jibu la kashfa au mashambulizi, inaitwa the silence of power. Sasa unajua tunakutana na watu mbalimbali, watu ambao wana kashfa mbaya, maneno mabaya, wanaokuja kutushambulia. Sasa njia ya ukimya inaweza kukusaidia kuonekana ni mtu mwenye heshima na ukashinda kabisa vita vyote ambavyo wale watu wanakuja kushambulia bila hata kutumia nguvu. Sasa jinsi gani unaweza kutumia mbinu hii ya kushindana na wale watu ambao wanakuja kwa lengo la kushambulia? Watu wana maneno mabaya, anataka kushusha hadhi mbele za watu. Unawezaje kutumia mbinu hii ili kukabiliana na watu wa namna hiyo? Mbinu ya kwanza inaitwa mbinu ya blank stare, yani mtazamo usio na hisia. Mfano mtu kakushambulia maneno makali, kakutukana, mtazame usoni na usionyeshe hisia yoyote, iza kukasirika, kujitetea au hata kuonekana labda una furaha au kujichekesha. Usifanye hivyo. Alafu mtazame usoni na kumwangalia kwa muda, alafu kaa kimya kwa sekunde 5 hadi 10. Hapo tayari utakuwa umemtengenezea shinikizo kwa ndani, na hiyo hali itamfanya ajihisi alichokifanya sio kizuri. Alafu sasa baada ya hapo, mbinu inayofuata ni mbinu ya throw blink, kupepesha macho taratibu. Baada ya kumtazama machoni kwa muda kidogo, unaweza ukapepesha macho kidogo, yani kama kutikisa macho kidogo, alafu ukaendelea na shughuli nyingine. Aidha unaweza kuongea na mtu kama yuko pembeni pale, ukaongea naye jambo tofauti kabisa na lile ambalo mtu alikuwa anakuambia lile mwanzo, au ukaendelea na shughuli yako nyingine. Tayari hapo utakuwa umeshamaliza nguvu kabisa kwanza, kwa sababu unajua wachokozi au watu ambao wanakuja kutushambulia mara nyingi wanataka maneno yako ili aendelee kutengeneza ugomvi zaidi. Na mtu yote mchokozi mara nyingi anakuwa anatengeneza mazingira ya uwanja wa kupigana. Sasa unavyoacha kumjibu, tayari utakuwa umemwacha kwenye uwanja peke yake na atakuwa amepoteza nguvu, na hata watu wanaozunguka wakiona hiyo hali wataona kama yeye ni mtu ambaye hawezi kujidhibiti, na wewe unaweza kujidhibiti na ataonekana yeye ndo ana shida. Lakini pia mbinu inayofuata ni mbinu ya short question. Baada ya mtu kukushambulia, umekaa kimya na hujajibu kitu chochote, na muda mzuri kaa sekunde 5 hadi 10. Muda mwingine hata 7 hata 6. Unaweza kuzihesabu wewe mwenyewe kimoyomoyo, usihesabu kwa sauti, kwa sababu ukihesabu kwa sauti utakuwa unaonekana kama kuna kitu kingine unafanya. Unaweza kuhesabu kimoyomoyo 1 2 3 4 mpaka hizo 10. Alafu muulize swali fupi kwamba umeshamaliza, alafu kaa kimya tena. Au muulize swali, leo uko sawa? Alafu kaa kimya, usijibu jambo lolote. Hapo utakuwa umetengenezea shinikizo la ndani, na atajiona kama amevuka mipaka baadhi ya maneno aliyosema, na utamtengenezea shinikizo la yeye kuona kwamba alichokifanya sio sahihi. Lakini ukiwa unajibizana naye ni sawa na umempa mafuta au oksijeni ya kuendelea kukushambulia wewe, na utajikuta sana wewe utaanza kuongea vitu ambavyo hivyo atavitumia kuja kukushambulia baadaye. Lakini unapokaa kimya, itaonekana yeye hana udhibiti na itamfanya aonekane kuwa yeye ni mdogo kwako, yani kwamba umetoa mamlaka ya kwake kuja kwako na utaweza kumdhibiti. Sasa kwa nini mbinu hii inafanya watu wakuogope? Jambo la kwanza kabisa, inaonyesha high status, hadhi ya juu. Unapokuwa unajibizana na mtu inaonekana kwamba wewe pia huna udhibiti. Lakini mtu kwa mfano amekutukana, amekushambulia, wewe ukakaa kimya, inaonekana kwamba wewe unaweza kujicontrol na maneno ambayo amekwambia yale mtu kwamba hayawezi kuyumbisha, na hii ni hadhi ya juu kabisa ya udhibiti wa hisia. Na hata watu wanapokuona au hata yeye mwenyewe anayekujibiza au anayekutukana ataona kwamba wewe unaweza kujikontrol na maneno yake hayakuyumbishi kitu chochote. Lakini unapoanza kujibizana naye, maana yake anaona kwamba yale ambayo amekwambia yana uwezo wa kukuyumbisha. Lakini inamfanya mchokozi aonekane mdogo, kwa sababu hujamjibu, anaweza kujihisi huyu mbona amekaa kimya, mbona amefanya hivi, na hiyo hali ndio itamtengenezea yeye ajione kwamba
yale uliyosema sio sahihi, kwa sababu mara nyingi mchokozi anapokuja kukujibiza kitu au kukwambia kitu, anatamani ujibu ili muendeleze ugomvi. Sasa usipojibu, manake unakuwa umempunguza nguvu na ataonekana yeye ni mdogo au anayofanya hayana maana. Hata watu wanaozunguka wataona kwamba kile anachokifanya sio sahihi. Hiyo itampunguzia nguvu kabisa na atashindwa kuendelea kushambulia. Lakini najenga social pressure, kwa sababu ya jamii ambao wanazunguka. Wakiona yule mtu anayekushambulia wewe humjibu, wataanza kupata wasiwasi ya yale ambayo anasema. Wataona kwamba yule mtu ambaye anafoka au anayosema ndio ana changamoto kuliko yule mtu ambaye amekaa kimya. Kwa hiyo inaweza kutengenezea pia hata mazingira mazuri kwa watu wanaokuzunguka. Baada ya kuanza kujibizana, mtaonekana wote hamna udhibiti wa hisia. Lakini yule mmoja akiendelea kuwa na foka au umekaa kimya, itaonekana kwamba yule mtu ndo ana changamoto na hawezi kujidhibiti. Sasa kuna mfano mdogo ambao unaweza kujifunza. Kwa mfano labda uko kazini, bosi akaja kukwambia huu utafiti uliofanya na hii ripoti ni mbovu mbaya, yani kila kitu ni cha hovyo. Baada ya kusema sio kweli, bosi unaona tofauti, wewe hujui jinsi nilivyofanya na huelewi mambo, hapo utakuwa unakosea kabisa na utatengeneza mazingira ya kukushambulia. Lakini mtazame machoni, alafu kaa kimya kwa sekunde hata 5 hata 10. Hiyo itamfanya bosi wako aanze kupata mashaka kwamba au nimevuka mipaka au nimeongea vitu ambavyo sio vizuri, na hiyo mara nyingi itamfanya ajirekebishe na ajiweke sawa kuliko yeye kuanza kujibizana naye. Kujibizana naye, mwisho wa siku utaanza kuongea vitu ambavyo hivyo vitu atakuja kuvitumia kushambulia baadaye. Sasa hii mbinu siri yake ni nini? Unajua, hasira au shambulio lolote linapokuja kwako ni sawa na gari ukilipatia mafuta, manake litaendelea na safari. Lakini unapolinyima hilo gari mafuta, manake haliwezi kuendelea. Ni sana binadamu tunavyohitaji hewa ya oksijeni. Unapomnyima mtu hewa ya oksijeni, manake hawezi kuishi. Na unapomnyima mtu anayekushambulia maneno, tayari unakuwa umempotezea kabisa nguvu na hawezi kuendelea na mashambulizi yake. Na hapo wewe utapata hadhi ya juu na yeye ataonekana kuwa ni mtu ambaye hajitambui na hana uwezo wa kujidhibiti hisia zake. Sasa mbinu ya 4 inaitwa epuka kujielezea sana. Yani kwa Kiingereza inaitwa the less is more principle. Sasa hii ndio mbinu ambayo inatofautisha wale watu ambao wanatamani kukubalika kwa kila kitu. Kwa sababu watu wengi wanaopenda kukubalika kwa kila kitu wanajielezea sana. Na unapokuwa unajielezea sana, tayari unapunguza mamlaka yako na watu hawawezi tena kukuona kama kiongozi, watakuona kama ni mfuasi. Sasa jinsi ya kuitumia mbinu hii ili watu waanze kuona kama kiongozi wa maisha yako hata na mazingira ambayo unaishi, unaweza ukaitumia kwa namna hii. Jambo la kwanza kabisa, tumia sentensi fupi. Unaposema jambo fulani usiongezee kwa sababu. Unaposema siwezi kufika kesho, basi ishia hapo, nyamaza. Tayari utakuwa umetengeneza udhibiti kwamba baada ya maneno hayo, maana yake utakuwa umetengeneza ukuta, mtu hawezi kuendelea na sehemu hiyo ambayo umeshaweka huo ukuta. Lakini ukisema siwezi kufika kesho kwa sababu, tayari utaanza kuelezea na sababu, na zile sababu hizo ndo mtu atatumia hizo kukushambulia au kupitia hizo kukuendelea kukuuliza maswali. Lakini pia jambo la pili, tumia neno hapana. Na uiamini kwamba hiyo hapana ni sentensi ambayo imekamilika. Watu wengi wanaogopa kusema hapana kwa sababu anakuwa anawaza labda nikisema hapana kuna baadhi ya maneno labda nitakuwa niongezee ndio nieleweke vizuri. Hapo utakuwa unakosea. Lakini unaposema hapana, tayari utakuwa umetengeneza sehemu kwa mtu yule aliyokuuliza kwamba sehemu hii ndio nitakuwa aishie, na zaidi ya hapo basi, yani huna maelezo zaidi, manake ni mipaka ambayo atakuwa yeye aishie. Na unapokuwa unaelezea zaidi, tayari utaweka sababu ambazo utakuja baadaye zikukosi wewe mwenyewe, kwa sababu hizo ndio mtu atatumia kuendelea kuuliza maswali na baadaye utapoteza nguvu. Lakini pia acha maswali yaliyo wazi. Kwa mfano, umeenda sehemu, mtu anakuuliza kitu ambacho hutaki kuelezea, unaweza ukatabasamu kidogo afu kisha ukatikisa kichwa. Hapo tayari atakuwa ameona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo hahitaji kuelezea kwa sababu ya usiri wa maisha yake. Lakini sio kila kitu kuanza kuelezea kwamba kiko hivi na hivi. Namna nyingine nzuri, kwa mfano labda umekutana labda na waandishi wa habari au mtu yote ambao hutaki kuelezea jambo ambalo amekuuliza, ambalo unaona hili ni la asili ya maisha yako, unaweza ukatabasamu kidogo afu katikisa kichwa. Tayari utakuwa umemtengenezea mazingira kwamba kuna sehemu ya mipaka ambayo huhitaji kuelezea zaidi. Hasa kwa nini mbinu hii inajenga heshima? Jambo la kwanza kabisa, inaonyesha kujiamini, yani high self worth. Unapokuwa unaelezea kitu
bila kuelezea sana, kwanza inaonyesha kwamba una udhibiti wa kila kitu. Uhitaji yale maelekezo ya mtu mwingine ili kufanya kile unachokiamini au kufanya kile unachokifanya sasa hivi. Kwa sababu unapoanza kuelezea kwa sababu ninaumwa, kwa sababu nilienda sehemu fulani nikachelewa, tayari utakuwa unataka kuhalalishiwa na mtu huyo ili ufanye unachokifanya sasa hivi. Lakini unaposema siwezi kufika kesho au sitaweza kuja, tayari utakuwa unaonyesha kwamba una udhibiti na uwezi kutegemea maelezo ya mtu mwingine ili kufanya unachokifanya sasa hivi. Lakini inapunguza shambulio, kwa sababu unapoanza siwezi kufika kesho kwa sababu sina usafiri au gari langu limeharibika, atakwambia huyo mtu nakuja kuchukua kwa gari yangu, tayari hapo huwezi tena kujitetea. Lakini unaposema siwezi kufika kesho afu kaa kimya na ukanyamaza, tayari utakuwa umeweka mipaka na huyo mtu hawezi kuvuka hiyo mipaka. Lakini inajenga uzito wa maneno yako. Unapokaa kimya na usipojielezea sana, unapotoa neno, watu wataliona neno lako ni la thamani kwa sababu linatoka kwa vipindi maalum. Lakini yale maneno ambayo unaelezea tu mengi tayari yanapungua thamani. Mara nyingi hata viongozi ndio maana maneno yao yana thamani sana, kwa sababu hawaongei sana, wanaongea kiasi na kwa muda maalum. Ndio maana maneno yao tukiasikia tunayapa uzito zaidi. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kuyapa maneno yako uzito. Usiongee sana, kujielezea sana. Hapo utakuwa unapunguza thamani yako ya kisaikolojia. Lakini jambo jingine la kuzingatia unapokuwa unaelezea sentensi fupi na ukitaka usiongezee kwa sababu, unaweza ukaelezea kwamba siwezi kufika kesho na useme kwa sababu, lakini sio kwa mazingira yote. Angalia mazingira muhimu. Kuna mazingira mengine lazima useme hivyo kwa sababu ya uhitaji wa kumuonyesha ule mtu kwamba una sababu za msingi, lakini sio sehemu zote. Kuna sehemu ambazo unaona kwamba nikiendelea hapa kuongea kwa sababu tayari itaendelea kunipelekea mimi kuuliza maswali. Lakini kuna sehemu zingine kuna haja ambayo utakuwa utoe sababu. Sana sana kwenye masuala ya kiofisi lazima useme sababu ambayo watu watakuelewa ili usionekane ulichokifanya sio kizuri. Kwa hiyo usiitumie mbinu hii vibaya, kwamba hata umeulizwa na mkubwa wako wa kazi ukasema tu siwezi kufika kesho bila kusema sababu, hapo utakuwa unakosea na utageuza mbinu hii isiwe nzuri na ikakuletea madhara kwenye maisha yako. Sasa ukijua kutumia ukimya wa kimkakati, unaweza kuonekana hodari, mwenye heshima na hata kuogopesha kidogo kwa baadhi ya watu bila kusema neno lisilo na maana. Kama unataka mbinu hizi za kisaikolojia na za ujanja wa kuongeza ushawishi wako, like video hii na share kwa marafiki zako, na hakikisha umesubscribe kwenye channel ya Elikhan Mtz na washa kengele ya notification bell ili usikose video zetu mpya tunazoziweka kila siku. Kumbuka, nguvu kubwa mara zote ipo ndani ya maneno machache na ukimya mzuri. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Bye bye na uwe na siku njema.